Yapo makosa makubwa sana ambayo yanafanywa na wachumba watoto wa kike, na napenda nisisitize zaidi watoto wa kike kwa sababu nafahamu kwamba matatizo yanapokuwa yanajitokeza katika stage za uchumba, wanaoumia zaidi ni mtoto wa kike. Kwa nini? Kwa sababu we mtoto wa kike unafikiri na kutafakari mambo yako kwa kutumia hisia zako, lakini mtoto wa kiume anatafakari mambo yake kwa kutumia akili yake. Kwa hiyo hisia zinaumiza sana, lakini mtu anapotumia akili anatafuta suluhu, na akishapata hiyo suluhu manake ni kwamba hakuna kinachomuumiza kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo leo katika kipindi chetu cha Discover Your Purpose and Destiny tunakuletea makosa 6 ambayo yanakuwa yanafanywa na watoto wengi wa kike katika level ya uchumba, na nisingependa mwanangu kuona unateseka ama unaingia kwenye matatizo makubwa wakati tunaweza tukakusaidia kwa kupitia hiki kipindi. Kwa hiyo nakuomba kabla hatujaendelea, kwanza kama ni mara yako ya kwanza uweze kusubscribe kipindi chetu au kwenye hii chaneli yetu, ili uwe unapata vipindi tunapokuwa tunavitoa, na kama sio hivyo basi tunakuomba uweze kuchukua juhudi ya upendo kuweza kusambaza kipindi hiki kwa watu wengine, ili nao waweze kupata maarifa zaidi. Yasipokufaa wewe, yanaweza yakafaa mtoto wako ama yakafaa ndugu yako ama yakafaa mtu mwingine ambaye ni rafiki yako. Asante sana. Sasa nakuomba twende moja kwa moja kuangalia aina ya makosa ama makosa 6 ambayo watoto wa kike ama mabinti ambao wako katika level ya uchumba huyafanya na kuwaumiza kabisa kabisa siku za baadaye. Kosa la kwanza ambalo nitakwenda kulizungumzia ni kosa linalohusu na kufikiri kwamba utambadilisha mme wako ama mchumba wako baada ya kuoa. Tunasema nitambadilisha akioa, yani nitambadilisha akioa, kwamba wewe utambadilisha baada ya kuoa. Hilo ni kosa kubwa kabisa, kwa sababu wewe kumbuka kwamba huyu kijana ambaye wewe unataka kukutana naye, kijana wa kiume, ni mtoto ambaye amelelewa na wazazi wake au na ndugu zake, sio wewe uliyemlea. Sasa hivi ameshakuwa ni mtu mzima. Kwa hiyo maana yake ni kwamba wewe huwezi kujiamini kwamba utaweza kubadilisha malezi yake ama tabia zake kwa kuwa yeye amekuoa wewe. Hiyo unacheza na kitu tunachoita bahati nasibu ama probability. Mtu yoyote ambaye ameshafikia kwenye umri wa kukomaa, maana yake ni kwamba kubadilika kwake ni process, si kitu cha ghafla kama ambavyo unamkataza leo mtoto kwamba usifanye hivi, anaacha, naenda pale anakwenda. Kwa mtu mzima sio kitu kama hicho. Kwa hiyo maana yake ni kwamba ukiwa na attempting ya kumbadilisha mtu, utakuwa umejiingiza kwenye mgogoro mkubwa wa baadaye, kwa sababu wewe utasema kwamba akisha nioa tutakaa pale nyumbani, kwa hiyo hawezi kwenda mahali popote. Maana yake ni kwamba atabadilika. Tuashumu kwamba umemwona kama ni mtu ambaye katika uchumba labda sio mtu anapendelea kwenda mazingira mbalimbali, kinywaji hapa na pale. Kwa hiyo wewe unafikiria kwamba labda ukisha kuwepo pale nyumbani, kwa wewe kuwepo pale nyumbani basi kutamfanya yeye awahi kurudi nyumbani. Jambo kama hilo sio zuri sana kulifikiria, kwa sababu ukienda ukakuta mambo hayako hivyo, utaanza we mwenyewe kuumia moyoni kwamba huyu mtu ni wa namna gani, mbona niko hapa, ni kitu gani kisichomridhisha? Kumbe ni tabia tu, sio kwamba ni kitu chochote ambacho labda kinamkwaza yeye kuwepo pale nyumbani. Hilo ni jambo la kwanza. Usiattempt kumbadilisha mtu. Mpokee mtu kama alivyo sasa, kama unavyomuona sasa, na wewe chukulia kwamba ndivyo atakavyokuwa maisha yote mtakavyokuwa mnaishi wote kama wanandoa. Hilo ni kosa la kwanza. Kosa la pili ni kupuuza alama za hatari. Kuna nyakati niliwahi kuzungumzia kipindi kingine huko nyuma. Kupuuza alama za hatari hizi tunaita ni red flags. Red flags maana yake ni kwamba ni alama za hatari ama kibendera chekundu. Kuna vitu ambavyo unaweza ukaviona kwa mtu, wewe unataka uanze kumprotect kwamba ni imetokea bahati mbaya. Kwa mfano, unaona kabisa mmeenda sehemu ameanza kumkejeli mtu, wewe ukasema kwamba labda leo ni leo tu. Ukaenda siku moja mahali naye labda ni restaurant, akashindwa kumheshimu yule mtu ambaye alikuwa anahudumia wewe, na yule pia ni msichana mwenzako. Wewe ukasema kwamba labda ametoka kazini, alikuwa na stress. Hizi ni red flags, zinaonekana kwamba ni vitu, tabia fulani zinajionyesha. Lakini sasa wewe lazima uangalie kwamba hizi red flags ama hizi tabia nazoziona ni tabia ambazo ni compatible, mimi naweza kuzivumilia kama mtoto wa kike nitakapokuwa niko kwenye hiyo familia au niko na maisha na huyu mtu maisha ya daima. Wewe usipuuzie chochote unachokiona kwa mchumba wako.
Hayo ni maneno nakwambia binti yangu. Chochote unachokiona hakikisha kwamba wewe unakianalyze vizuri, kinakuwa ni kama red flags zako. Kwa sababu wewe kwa mfano katika mazungumzo yako labda umemgusia pale nyumbani kuna changamoto hii na ile, ukaona kama vile anakejeli familia yako, alafu wewe ukasema kwamba basi labda tu amepitiwa. Hapana, kesho na kesho kutwa itakuwa mbaya zaidi. Alafu tayari sasa wakati huo uko kwenye ndoa ambayo tena ndoa nyingine unaambiwa kwamba kama Mungu alivyoiunganisha hakuna mwanadamu atakayeweza kuivunja. Kwa hiyo tayari wewe umeshaingia kwenye mgogoro wa muda mrefu, alafu baadaye ndio utaanza kuona kwamba mambo haya ni machungu, mambo haya ni magumu, haya mambo sio mazuri. Kwa hiyo red flags zozote zinazoonekana ama tabia zozote za hatari zinazojionyesha kwa yule mtu zichunguze kwa makini. Kama unaona haziko compatible, wewe kama binti chukua hatua, baadaye zisije zikakuumiza. Hilo ni kosa la pili. Kosa la tatu ni kuishi maisha ya maigizo. Wewe ni msichana ambao umefika level ya kuolewa, usiishi maisha ya maigizo. Kama una kipindi unachukizwa, onyesha hasira yako. Kama kuna kipindi wewe ni mpole, onyesha upole wako halisi. Usionyeshe vitu ambavyo unataka kumimpress ama kumfurahisha yule kijana ama yule mwanaume. Kuna changamoto na uhalisia wa mambo utakapokuja kujitokeza. Leo unamuonyesha kwamba wewe ni mpole, wewe ni mtu mwema, wewe ni mtu mkarimu, wewe unaweza ukamheshimu kwa lolote lile. Lakini kumbuka kwamba mnapoingia kwenye ndoa hayo mambo yote huwa yanabadilika. Huwa tunasema kwamba cheti cha ndoa hakibadilishi mambo. Anayobadilisha mambo ni watu. Kwa hiyo mwisho wa siku wewe utafikia pale ukagundua kwamba ukaanza kuishi uhalisia wako, uvumilivu umeisha baada ya ndoa. Kwa hiyo ukaanza kuonyesha maisha yako halisi, na huyu mwanaume akaanza kuona kwamba huyu siye yule ambaye mimi nilimchumbia. Tayari ni kwamba uvumilivu kwake umeshaisha. Kwa hiyo mwisho wa siku atakuona kwamba wewe sio wife material au sio mke ambaye angemhitaji. Lakini unapokuwa unaishi maisha halisi, na yule mchumba wako atajua kwamba huyu ndivyo alivyo, hata wakati namchumbia ndivyo alivyokuwa. Kwa hiyo hakuna kilichobadilika. Hiyo itakubeba wewe na itakusaidia mtu kuendelea kuvumilia kuishi na wewe, kwa sababu ameoa mtu ambaye ni halisi, anajua maisha yake ya uhalisi jinsi alivyo, hategemei mabadiliko yoyote makubwa ambayo yataweza kumsumbua akili yake na moyo wake. Hilo ni kosa la tatu ambalo linafanywa na wachumba wengi. Kosa la nne na ambalo pia ni hatari sana ni kumgeuza mchumba wako kuwa ATM. Tunaita mchumba ATM. ATM maana yake ni automated teller machine. Ni mashine ya benki ambayo inatoa pesa, unaingiza kadi inatoa pesa. Unapombadilisha au kumfanya mchumba wako kwamba yeye ni mtoaji siku zote kwako, hiyo inakuletea dosari, inaanza kusumbua kama mtoto wa kike, unaanza kuonekana kama uko vulnerable, ni mtu ambaye uko tayari kwa sababu tu ya uchumi wa fedha. Kwa nini nakwambia jambo hili? Kumbuka kwamba baadhi ya mambo wewe kama binti hutakiwi kuexpose tu kwa mchumba wako kila kitu. Kuna shida nyumbani, unampigia simu. Simu yako imeharibika, unampigia simu. Unataka kwenda na rafiki zako restaurant, unampigia simu. Unataka kutengeneza kucha, unampigia simu. Kodi ya nyumba imeisha, unampigia simu. Mchumba wako ataanza kuona kwamba nikiingia kwenye ndoa ninaenda kubeba mzigo wa madeni, ndoa yangu itakuwa ni mzigo wa madeni. Ataanza kukuavoid, ataanza kukimbia. Alafu nimewahi kujifunza desturi za baadhi ya mataifa mengine. Wasichana ambao wako kwenye level ya kuolewa hawawi rahisi kiasi hicho kwa sababu tu ya mambo ya kiuchumi. Huwa kuna maisha ambayo unatakiwa kuyareserve. Hata kama una shida, lakini unajaribu kuishi na ile shida yako. Sio tu lazima uexpose sana, lakini pia kama na wewe unacho, ni lazima wakati mwingine uonyeshe kwa mchumba wako hata wewe unaweza kutoa, sio kwamba yeye ndo tegemeo tu. Kuna nyakati ambapo unaweza kaenda naye restaurant ukanunua chakula na ukalipia wewe, na kuna nyakati ambapo labda amekuja sehemu amekukuta wewe umeagiza vitu fulani umeshatumia, akikuuliza mwambie mimi nimeshalipia bili yangu. Hiyo inakuonyesha kwamba wewe unajali, wewe unaweza ukatoa cha kwako hata kwa ajili yake pia. Usipofanya hivyo, kama nilivyokuambia, mchumba wako ataanza kuona kwamba kesho na kesho kutwa nitakapoingia kwenye ndoa, mimi ndiye nitakayetumika mpaka damu itakauka. Kwa hiyo jaribu sana kujiepusha na hivyo vitu vya kumwonyesha mchumba wako kwamba yeye ndiye tegemeo lako la kila kitu, hasa katika masuala ya uchumi, familia yako na maisha yako wewe mwenyewe. Hilo ni kosa lingine la nne ambalo wachumba wa kike hulifanya. Kosa la tano ambalo wachumba wa kike, ama nitakwambia binti yangu, usiweze kulifanya, ni swala zima la kutoa siri za mchumba wako.
Unajua, mkishaingia kwenye uchumba, maanake mambo ni mengi, mnawasiliana mchana, usiku, jioni, unaendeleaje na vitu kama hivyo. Lakini kuna wakati mwingine mnaweza mkaingia kwenye mgogoro fulani, kwa sababu nyinyi ni marafiki, mnaweza mkatofautiana hapa na pale, lakini usiexpose yale mambo kwa rafiki zako. Mmetofautiana, umempigia simu, mnazozana kwenye simu, unamrekodi, alafu namtumia rafiki yako, hebu msikilize fulani anachokifanya. Binti yangu, nakwambia Waswahili wanasema kikulacho kiko nguoni mwako. Unaweza ukafanya hivi ukifikiri kwamba rafiki zako wanakusaidia, wanakusupport, wanakupatia mawazo, lakini watakapokutana na yule mjamaa wanaweza wakamweleza, rafiki yetu mmekuaje tena, mbona hakuheshimu, mbona iko hivi na vile. Mwisho wa siku ukashangaa uchumba wako bila sababu yoyote ya msingi unavurugika. Kwa hiyo jaribu kutumia muda wako mwingi kama mchumba wako ambao unamuona kweli, huyu ni mchumba wangu ambaye natarajia kuwa naye katika maisha ya ndoa. Kama yametokea mambo, hakikisha umeyazungumza ni wewe na yeye, na kama mkimalizana, muwe mmemalizana kabisa. Hakuna sababu ya kuyachukua kumweleza mtu fulani, unless kama kuna sababu zozote kubwa zinazotishia labda usalama wako ama future ya uchumba wenu. Hapo unaweza ukatafuta mtu sahihi, alafu ukajaribu kupata ushauri kutoka kwake kwa ajili ya wewe kuchukua hatua stahiki ambazo zitaweza kukusaidia. Otherwise, hakikisha kwamba uko reserved, unatunza vitu vyako, hasa naonyesha kabisa kwamba na huyo mchumba wako wewe unamheshimu, wewe unamjali na pia unampenda. Kwa hiyo siri zake wewe unaweza kuzitunza vizuri, kwa sababu heshima pia kwenye ndoa ni pamoja na swala zima la confidentiality ama kutunza siri. Wewe unapokuwa mwanandoa na uwezi kutunza siri za familia yako, maana yake ni kwamba hiyo ndoa itakuwa ni ngumu kwako, na huyo mwanaume anaweza akashindwa kujali, kwa sababu anaona wewe huwezi kuhifadhi siri zinazohusu maisha ya familia yenu. Hilo ni kosa la 5 ambalo wachumba wa kike inaweza ikatokea wewe mwanangu umeingia kwenye kosa la namna hiyo. Kosa lingine la 6 na la mwisho ambalo utalizungumzia ni swala zima la kupotezwa na mitandao ya kijamii. Sasa hivi dunia ni utandawazi, dunia iko kwenye kiganja. Unakutana na mitandao mingi, unakutana na taarifa nyingi, ziko wazi. Ukiingia tu kwenye Facebook, Instagram, taarifa ziko wazi na ziko nyingi. Kwa hiyo unaweza ukaona maisha ya watu fulani jinsi wanavyoishi kwenye mtandao, ukaashumu kwamba yale ndiyo maisha mazuri, ndio maisha ya upendo, ndiyo maisha ya kuyaenzi. Kumbe wale watu they are faking life. Wale watu wanaishi maisha ambayo sio halisi, maisha ya maigizo, wanafanya drama. Usiangalie maigizo ukahamisha yale maisha ya maigizo kuyaleta kwenye maisha ambayo ni ya kutaka yawe kwenye uchumba au kwenye ndoa yako ya baadaye. Binti yangu, hilo jambo litakudondosha, hilo jambo litakuangamiza. Wewe ishi maisha halisi. Maisha ya kwenye mtandao ambayo unaona leo fulani kafanya hivi, kavaa kiatu kile, kavaa nguo ile, katengeneza nywele vile, kafanya namna hii, kanunua simu ile, hayo ni maisha ya mtu akiwa kwenye mtandao. Unaweza ukafuatilia mtu huyo maisha yake, ukaja ukagundua kwamba nguo uliyoiona kaazima, saa aliyokuwa nayo ameiazima kwa mtu, vitu vyote ambavyo unaviona kumbe sio halisi. Alafu wewe unafikiri kwamba yale ndiyo mtindo wa maisha. Yale ni maigizo. Kila mtu ana aina yake ya maisha. Kwa hiyo keep your life private, lakini pia hakikisha kwamba wewe maisha yako ni maisha yako wewe binafsi, na yule unayetegemea kuishi naye umtazame yeye kama yeye, level yake ya uchumi, level yake ya elimu, level yake ya maisha ya kawaida, hata level ya familia yake. Ingawaje level ya familia yake au level ya maisha ya familia yake inaweza isidetermine sana maisha yenu. Wewe unamfocus kwenye huyu mtu. Kwa hiyo unapomtazama yeye, mtazame yeye na future ambayo unataka kujenga naye. Nakushukuru sana kwa kuweza kutufuatilia katika kipindi hiki. Naamini kabisa kwamba binti yangu umeweza kufuatilia na haya masomo yatakuwa yameweza kufaa sana, na tuko wazi hata kwa ajili ya kukupa ushauri kama inatokea changamoto kubwa kwako na unaona kwamba labda unahitaji ushauri zaidi namna ya kusaidiwa. Tunaweza kukusaidia ili uweze kufanya maamuzi ambayo yatakuwa ni mazuri, lakini uweze kuishi maisha ambayo yatafaa kwa ajili ya wewe kuwa mwanamke mzuri baadaye, tunaita wife material. Asante sana kwa kufuatilia kipindi chetu, na tunakuomba kama ni mara yako ya kwanza subscribe, lakini kama sio mara yako ya kwanza, chukua hiki kipindi, jaribu kusambaza kwa watu wengine, kitawasaidia kama kilivyoweza kukunufaisha na wewe. Nasema tena, naamini kwamba kila kitu kinaanza na wewe mwenyewe. In that case it begins with you. Do your best and God shall do the rest. Asante na karibu sana.